Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Machi 24, siku ya Jumanne. Mada inasema kusimama wakamilifu na kuthibitika. Vitabu vimeandikwa kuhusu maisha yanayoongozwa na kusudi na kanisa linaloongozwa na kusudi. Wakati kuongozwa na kusudi kunaweza kuwa si sahihi kabisa, kukaza fikra katika kusudi kwa wazi ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha jambo lolote la maana. Maisha na huduma ya Paulo pamoja na ya watendakazi wenzake na mitume wengine ni mfano wa lengo hili. Tazama Wafilipi sura ya 3 ya 13 na 14. Matokeo yanajieleza yenyewe. Injili ilienea kwa haraka katika ufalme wote wa Rumi na kwingineko. Wakolosai 1:23. Mkazo wa fikra ule ule unahitajika leo. Soma Wakolosai 4:12 na 13. Ni kusudi gani linalofafanuliwa, nalo linapaswa kutimizwaje? Kama tulivyotaja katika somo lililotangulia, Epafra yumkini alikuwa mtu muhimu katika kueneza Injili katika mji wa Kolosai na kwa miji ya karibu na Laodikia na Hierapoli. Tazama somo la kwanza. Salamu na maombi yake kwa makanisa haya bila shaka yalikuwa yenye kutia shime sana kwa waumini wa huko. Maombi ya Epafra yalikuwa na lengo la wazi kwamba Wakolosai msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Wakolosai 4:12. Hebu tuchunguze kwa makini zaidi vipengele vyenye nguvu vya ombi hili. Simama. Neno hili linamaanisha kusimama imara na kutotikisika, jambo linalowezekana tu kwa kuwekwa juu ya msingi na kuwa imara katika imani na tumaini la ukweli wa Injili. Kolosai 1:23. Neno hilo hilo linatumiwa mara kadhaa na Paulo kuhusiana na vita dhidi ya hila za Shetani. Waefeso 6:11. Na kustahimili nguvu za giza kupitia nguvu za Mungu kwa kuvaa silaha zote za Mungu. Waefeso 6:10-18. Linganisha na Timotheo wa pili 2:19. Kamilifu. Neno hili linarejelea ukamilifu wa tabia unaopata udhihirisho wake wa juu zaidi ya ubora kabisa katika upendo wa kujitoa kafara. Mathayo 5:44 na 48. Na wale ambao hawatadai kamwe kuwa wamekwisha kufika. Wafilipi 3:12-15. Thibitika. Neno hili lenye nguvu lina maana ya kutosheleza kikamilifu au kufanya kitu kiwe katika kipimo kamili. Linatumika kwa Ibrahimu kujua hakika kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi ingawa hayawezekani kibinadamu. Warumi 4:21. Na kutiwa nguvu kwa Paulo na Bwana ili ujumbe utangazwe kwa utimilifu kupitia kwake. Timotheo wa pili 4:17. Mapenzi yote ya Mungu. Neno yote lina maana pana. Paulo mwenyewe aliomba kwamba Wakolosai wajazwe na ujuzi wa mapenzi ya Mungu. Mwenende kama ulivyowajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa. Wakolosai 1:9 na 10. Kupitia nguvu ya utukufu wake. Wakolosai 1:11. Hii ni Machi 24, siku ya Jumanne. Mada ikisema kusimama wakamilifu na kuthibitika. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.